Kuu ya handiboli iliendelea na kulikuwepo na debi kidogo, mechi ya kusisimua ambayo ilikuwa inakutanisha hasa vio viwili. Nazungumzia chuo kikuu cha Daystar na chuo kikuu hasa cha Strathmore. Daystar wakiweza kupiga sare ya mabao 27 kwa 27 dhidi ya Strathmore. Na pakubwa mechi katika matokeo mengine, mabingwa wa zamani na wazungumzia hasa Nairobi Water waliweza kutoa ushindi wa hapa alama ama mabao 36 kwa 23 dhidi ya NCPB. Kisha wana Kaloleni wakaeza kutoa ushindi wa mabao 29 kwa 25 dhidi ya Mab pale pakubwa. Ni mechi ambazo zilikuwa zinaandaliwa katika uga wa Nyayo hasa pakubwa. Haya, tuweze kusikiza upande wa wachezaji hasa ile mechi ya vio vikuu. Nazungumzia Strathmore na Daystar. Wanazungumziaje sare hiyo, na je walitarajia na pakubwa watakuwa na rejea mazoezini wakiweza kurekebisha wapi kabla ya wikendi nzima ligi hii inapoendelea? Wasikize. Ni timu hasa ya chuo kikuu cha Strathmore, tuanze tu kwa majina kisha sare hii mlitarajia? Jina langu ni Stanley Otieno, na kwa hakika hatukuwa tunatarajia kutoka sare kwa hii mechi. Tulikuwa tunatarajia kushinda, lakini hakuna kitu tunaweza fanya. Tunaweza rudi tu grao na tuendelee kupiga mazoezi, tuangalie pale ambapo tulifanya makosa na tujaribu kurekebisha. Mwanzo wenu ulikuwa mzuri zaidi, mkafanya mashambulizi, mkaeza kuchukua uongozi kwa alama. Mambo yalikwenda fiongo wapi? Nafikiri kuwa ni ile pressure ya game. Kwa sababu vile umesema, tulianza kwa juu, tulishinda hiyo first half, alafu hapo second half kulikuwa na pressure. Tulipata pressure kidogo, alafu tena tulijaribu tu our best. Kwa hivyo sina mengi ya kusema kuhusu second half, lakini tunaweza rekebisha. Naam. Kila mmoja anamezea mate kufika katika finali ya kombe la Super. Pengine nyinyi lengo lenu ni lipi msimu huu? Tulikuwa tunatumai kutoka nambari ya 3 katika league ndio tuweze kucheza kwa Super Cup, but tutacheza Super Cup bado, lakini hatutakuwa nambari ya 3 au nambari ya 4 kulingana na mechi ambazo tumelose. Kwa hivyo tutaenda Super Cup na tunatumai kuwa tutakuwa around position 3, 2 ama 1, lakini 1 sana. Katika nafasi ya kwanza, utazungumziaje msimu huu, umekuaje? Kwa hakika msimu huu haujakuwa nzuri kwetu Strathmore, kwa sababu tulianza bila coach, hatukuwa na coach at the better part of the start. Kwa hivyo kuendelea tukapata coach, na kulikuwa na mvurugo kiasi kuelewana na huyo coach na hizo zote, lakini sasa hivi tumeweza kuimprove. Captain Daystar, karibu zaidi, tuanze tu kwa majina kisha mechi ya leo imekuaje? My name is Andrew Bukui, Daystar captains, men's captain, and losing this having a draw in this match, it wasn't our plan. We were aiming a win. We didn't aiming for any other thing but just to win. Yeah, we really planned very well. Pengine utasemaje kwamba nini kilichangia nyinyi kupiga sare? Ni mashambulizi ama hamkuziba zaidi pale langoni? According to how our match was, we had some potholes whereby those guys used to come through our defense and score many goals. Yeah. Pengine utazungumziaje hasa kipindi cha kwanza na kipindi cha pili, tofauti ilikuwa ipi? In the first half, I think most of us were somewhat confused, but second half we were able to put in some other players to reinforce the first team, so that we are able to see some other changes. Mechi ijayo mnaenda kurekebisha wapi? I think first of all we had an injury. Our goalkeeper had an injury, but next weekend we were aiming that our goalkeeper will be well equipped and will have recovered. Yeah. Msimu huu malengo ni yapi? We want to play the Super Cup championship. Yeah. Shukran sana kwa mashabiki, utawaambiaje? I'm really grateful for our fans because I saw majority were against the other team and they really gave us the good support. Yeah, I'm really grateful for them. Shukran sana na kila laheri. Asante.
Shaka ni mwamko mkubwa hasa katika ligi hiyo ya handiboli, ikizingatiwa kwamba kiasi cha mashabiki ambao walikuwa wamefika pale katika uga wa handiboli wa Nyayo pakubwa. Tuachane na handiboli, tuzamie hasa mpira wa volleyball kwa wanawake. Timu ya taifa ya volleyball kwa wanawake Malkia Strikers bwana ina kocha mpya, namzungumzia